Unajua sasa hivi ulimwengu wetu umezongwa na mambo mengi sana, na moja kati ya vitu ambavyo vinatengeneza ulimwengu wetu kwa sasa ni uwepo wa mitandao ya kijamii. Sasa mitandao ya kijamii ina nafasi gani kwenye kutengeneza afya ya akili na kumaintain afya yetu ya akili? Kwa kiasi kikubwa sana mitandao ya kijamii inachangia kwenye kuharibu afya ya akili. Kuna kipengele kimoja kidogo sana ambacho hiki ndicho ambacho kinapelekea mambo yote hayo yanaweza mitandao ya kijamii kuharibu afya ya akili. Ulinganifu. Ulinganifu ni neno ambalo linaonekana dogo sana, lakini ni neno kubwa sana kimaana na kieffect. Impact yake ni kubwa sana. Watu wanajiposti sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi. Kuna maisha fulani yametengenezeka kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu watu wanataka kuonekana wao ni bora kwenye jamii ambayo wanaishi na maisha yao ambayo wao wameamua kujitengenezea. Sasa kuna wewe ambaye unaanza kujilinganisha maisha yako wewe na ya wale ambao unawaona kwenye mitandao ya kijamii. Nikwambie tu ndugu yangu, hicho ni chanzo cha msongo wa mawazo. Tabia hiyo inakutengenezea upate stress, ambayo stress hiyo itakupelekea wewe kuweza utakata tamaa kabisa ya maisha kwa kuona kwamba wewe si kitu, kujiona kwamba wewe si lolote na kuanza kujidharau. Kitendo cha kuanza kujidharau maana yake unaanza kuondoa ile thamani yako, unaanza kuondoa kujiamini, unaanza kuwa na uoga wa kufanya vitu kwa sababu tu unajilinganisha na watu wengine ambao unawaona kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanaposti maisha yao, kuna wengine wanaposti maisha halisi, kuna wengine wanaposti maisha ambayo sio halisi, ni maisha feki. Sasa wewe ukianza kujilinganisha maisha yako unayoishi na ya wale, unatoka nje ya mstari, unatoka kwenye reli, unaanza kukata tamaa. Kukata tamaa, unaingia kwenye hiyo changamoto ya afya ya akili. Nini kifanyike? Cha kwanza, hakikisha unajitengenezea desturi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuwa mtu wa shukrani kwa chochote, kwa kibaya, kwa kizuri, kwa kikubwa, kwa kidogo ambacho umejaliwa kupata kwenye maisha yako. Mshukuru tu Mwenyezi Mungu. Ile hali ya kushukuru mara kwa mara inakutengenezea hali fulani kwenye ubongo ya kwamba uwe na utulivu na kuamini kwamba ipo siku vitu vyako na wewe vitakuwa sawa, na inakutengenezea hali fulani ya imani kubwa sana kwenye moyo wako. Lakini cha pili, hakikisha huwi na papara kwenye maisha yako. Usijilinganishe na mtu kwa kuamini kwamba kwa kujilinganisha na yeye na wewe ndio utakuwa bora kama yeye au bora kuliko yeye. Kwa kifupi, usijishindanishe na mtu yoyote kwenye huu ulimwengu. Kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya ni kushindana na malengo yako. Malengo umeweka mwenyewe, then anza kupambana kushindana na yale malengo yako ili aweze kufanikiwa. Kwenye safari yako, jitazame wewe na malengo yako. Kila unachokifanya jitazame wewe na malengo yako. Unachokifanya kinajibu malengo yako. Unafanya assessment au evaluation, unagundua hiki kitu kipo kwenye mlengo mzuri wa kuweza kutimiza malengo yangu. Kwa ushindani wa malengo yako wenyewe tu binafsi itakupelekea wewe kupiga hatua nzuri sana ya kimaisha na kukutengenezea afya yako ya akili kuwa bora siku mpaka siku. Naitwa Don Michael, niko Mindset Organization Tanzania.